ni vizuri nitoe fundisho kidogo ili fahamu na mioyo ya watu ifunguke. Haleluya. Kwa sababu leo sitahubiri sana, nitatoa maelekezo, maombi na mafundisho madogo, ndio nitoe hilo tangazo. Kwa sababu toka nilipo weka mafuta hii madhabahu, siku ya kwanza kabisa tunazunguka hii madhabahu kupaka mafuta, sauti ilitokea hapa wazi kabisa. Ikaniambia hapa unaweka madhabahu, lakini kumbuka na uwe makini, kwa sababu watapitia na watakuja watumishi matapeli. Wangapi wamewahi kusikia nikisema hiyo mara nyingi? Ni mkono juu. Kwa hiyo mpaka leo wameshapita 4 mpaka tunavyoongea hapa. Na kwa sababu ndio tunaanza, hatuna mashaka. Mwambie jirani yako hatuna mashaka. Hatuna mashaka. Haleluya. Amen. Unajua chuma ile wanaitaga fuawe, ni aina fulani ya chuma ambayo ukigonga na chuma inapondeka, lakini fuawe inabaki. Yesu ni chuma fuawe. Amen. Aligongwa na Warumi paka msalabani, paka kaburini, lakini ghafla akasukuma jiwe akatokeza. Amen. Wewe ni mwana wa chuma fuawe. Amen. Jirani yako wewe ni mwana wa chuma fuawe. Kwa hiyo usiogope. Haleluya. Maana ndio tunaanza injili. Na niliwaambia wakati wanamtangaza TB Joshua kama pepo duniani, nilimuomba Mungu niende uso kwa uso Nigeria. Uso kwa uso. Siku 7 nimekuwa pale. Hata Kakobe yuko mwengi hapa Dar es Salaam. Wakati Tanzania nzima wanamtangaza pepo, niliwaambia wachungaji wote wa Arusha na maaskofu, naenda mbele yake tukakaa naye uso kwa uso. Sasa kwa nini uogope shetani wakati Yesu ameshinda shetani? Amina. Nisaidie kusema amen. Amen. I fight. Mwambie jirani yako usiogope shetani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo usiogope yeyote anayetumika katika ulimwengu wowote. Maana Bwana ametuweka tutumike katika ulimwengu wa nuru. Kwa hiyo inaona mpaka moyo wa dunia. Hata Yesu wakati anakuja duniani aliwaambia, adui yenu amekusha tupa duniani na anajiandaa kuwapepeta kama vile apepeta ngano. Lakini akamwambia Petro, nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, na utakapookoka uwatie moyo ndugu zako. Haleluya. Ndio jirani yako, imani yako isitindike. Imani yako isitindike. Na ukiokoka wewe waimarishe ndugu zako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tumeweka utaratibu ya kwamba ndivyo tutakavyoenda kama mwanzo kuwasaidia, na wote ambao wanakuja kimatapeli watapita tu, watatuacha chuma fuawe. Haleluya. Kwa usiogope, mkaribishe. Ndio maana nawaambiaga mwambie jirani yako jina lako, kwa sababu stranger is danger. Si ndio jamani? Kuna mueleza na anakueleza jina lako, kwa sababu mgeni ni hatari kama umjui. Lakini pia kumzuia mgeni kule asiingie, hiyo sio baraka. Wacha aingie aseme jina lake, alafu ukishajua ni chui, mwambie hii ndio njia ya machui na hii ndio njia ya kondoo kwenda mbinguni. Naweza kusema amen. Kwa ndio maana tuko huru Yerusalemu. Na ndio maana Bwana ametuonya ili tuende taratibu. Naweza kusema amen. Ili tuende taratibu. Na ndio maana Yerusalemu ukiangalia wachungaji au watumishi 72 nimewainua kwenye huduma. Ni wale, yani wote ni wale ambao wanaokoka mikononi mwetu. Wanalelewa, wanakulia mikononi mwetu. Au wale ambao wameamua kujisaga Yesu aanze kuamodi kwa upya mikononi mwetu. Hao wote. Ndio Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nataka tujifunze tu kidogo. Kama mama ulikuwa umemwandaa mtu ambaye atafundisha, naomba tu avumilie kwa sababu muda haitaturuhusu. Nizungumze kidogo alafu tufanye maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu aendelee kupika hayo mafundisho kwa ajili ya kipindi kijacho au kwa ajili ya ibada ijayo. Haleluya. Sababu nimekuwa na haya mafundisho moyoni muda mrefu. Lakini leo nilipokaa kwenye hiki kiti, Roho wa Mungu akaniambia, Isaac, zungumza na watoto wako mambo haya. Ndio nikasema sasa nifungue taratibu Biblia, nikaanza kujipanga kwenye simu. Nashukuru Mungu pia kwa sababu ya Biblia za simu. Wengi wanakataa, lakini mimi sikatai.
Hata unaposafiri bila Biblia kwenda popote, Bwana akiongea andiko unakuta unayo. Kiwa mwaminifu, hata mitandao yote ya kijamii itakuwa ni baraka kwako kuhubiri. Haleluya. Lakini kuwa na Biblia kama hii ya kwangu ni muhimu kwa ajili ya kuja nayo kanisani na kwa ajili ya kujisomea na kwa ajili ya kutulia nayo wakati mwingine. Maana hapa kuna fujo nyingi. Lazima ukafungua wewe umejaza Roho Mtakatifu, unaona lipicha linapita pale ajabu kakutoa kwenye uwepo. Wangapi wenye touch hapa? Si mnaonaga vitu kama hivyo eh? Hawana aibu watu wa dunia. Lakini unapoweka pembeni ukachukua hii unapata utulivu. Hata mlimani nikiendaga naenda na hii. Nazima hii naweka pembeni. Haleluya. Lakini hii pia inasaidia ujumbe unapopata haraka. Ni rahisi kupanga maandiko haraka. Kwa hiyo tutajifunza kifupi tu habari hizi za kuwa makini. Mwambie jirani yako uwe makini. Uwe makini. Haleluya. Kwa sababu shetani anza kusoma Biblia kitabu cha Petro. Fungua Petro wa kwanza mlango wa 5. Kuna mtu anaweza akanisomea au nitiririke? Mbele jirani yako mwambie mchungaji tiririka. Haleluya. Mwambie jirani yako mwambie mchungaji tiririka. Sema kwa sauti basi, usinyong'onye. Unajua mashujaa huaga wanyong'onyei. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza au baraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 8 na wa 10. Muwe na kiasi na kukesha. Mwambie jirani yako uwe na kiasi na kukesha. Uwe na kiasi na kukesha. Mwambie tena kwa sauti uwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Mstari wa 9. Nanyi mpingeni huyo. Nanyi fanyeni nini? Fanyeni nini? Mpingeni huyo mkiwa thabiti katika nini? Hebu sema katika imani. Mkiwa thabiti katika nini? Katika imani. Mkijua ya kuwa mateso yale waliotimizwa ndugu zenu walioko duniani, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, kisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Nisaidie kusema amen. Majaribu yoyote anapokuja kupitia mtu yeyote duniani ni ya kukutengeneza. Kwa hiyo usiogope. Mgeukie jirani yako mwambie majaribu yoyote yanakuja. Majaribu yoyote yanayokuja kupitia mtu yeyote. Awe askofu, awe mchungaji, awe nabii, awe mtume, awe mke, awe mume, awe mtoto, awe kanisa, awe jirani, ni ya kukutengeneza. Pige jirani yako mwambie ni ya kukutengeneza. Nipige mpaka asikie maumivu kidogo ajue ni kutengenezwa. Haleluya. Kwa Yesu makofi na vigelegele ashangwe. Mimi ni mchimba dhahabu. Nisaidie kusema lazima nichoronge kwa mashine. Lazima nitie futa na fataki. Lazima nilipue. Inatoka mabonge. Na hayo mabonge na yaponda bado kwa nyundo. Na yaweka kwenye mashine. Na yasaga mpaka inakuwa unga kuliko ya ngano. Napitisha kwenye maji kuwapooza, kuwaambia Bwana kubariki. Nikishakamua kwa mercury, naanza kupeleka moto wa kwanza kuitengeneza dhahabu. Amen. Moto wa pili ni gesi mpaka na iluka inakuwa kama uji. Ndio iwe dhahabu inayong'aa namna hii. Ambia jirani yako wewe ni dhahabu. Lazima uchorongwe. Nabii lazima uchorongwe. Pige mpaka asikie maumivu. Lazima uchorongwe. Lazima upondwe. Lazima ugongwe. Lazima usabwe kwenye karasha. Lazima uchomwe moto wa kwanza. Na moto wa pili ni gesi. Yeyuke. Ndio utengenezwe. Usione mitume wote tabu waliopata ni kutengenezwa na kuwekwa kama dhahabu. Ndio maana wanang'aa. Biblia inasema kama jua. Amina. Ng'aa kama jua kwa jina la Yesu. Amen. Ng'aa kama jua kwa jina la Yesu. Amen. Jirani yako kwa sauti tengenezwa. Sasa nasema uwe makini. Mara itakuja sindano na hiyo inauma.
shanga nayo inauma. Itakuja siku ya kutoboa hereni nayo inauma. Lakini mpaka uweze kuning'iniza hereni umetobolewa. Mpaka uwe mrembo umetengenezwa. Kuna wengine wanakaaga kwenye joto mpaka naona yani nikitelega mama kipindi kile anapenda, siku hizi hapendi hiyo. Nikimtembelea kipindi fulani anaingia kwenye saluni kwenye ile libakuli likubwa naona hapa malengelenge ya jasho. Nasema warembo wana shida kweli. Wanakaa kwenye joto namna hii lakini anafanyaje? Anatengenezwa. Mbona sisikii sauti ya wateule? Anatengenezwa. Anafanyaje jamani? Anatengenezwa. Ili uwe mrembo lazima utengenezwe. Amina. Ili uwe mtakatifu mteule una reflect mwanga kutoka kiti cha enzi umilike dunia. Amen. Maana wewe ni nguzo ya dhahabu kwenye nyumba ya Mungu. Amen. Nisaidie kusema amen. Hajasikia, mwambie hivi. Wewe ni nguzo kwenye nyumba ya Mungu. Mpige asikie vizuri. Hivyo nguzo zilizowekwa kwenye nyumba ya Mungu, ule utukufu wa Mungu unapomulika kwenye madhabahu ya Mungu, huwa inapiga kwenye zile nguzo, alafu ina reflect dunia. Saa hii ukienda pale barabarani na kioo, wangapi wanajua kioo cha kujiangalia? Si unaonaga imetakaswa inateleza Ukisimama pale barabarani kuangaliza huku, inachukua ule mwanga wa jua, ina reflect alafu inarudisha huku ule mwanga. Na unaona nuru kabisa inapita huko ndani inayoangaza. Ndivyo unavyotengenezwa na kutakaswa. Amen. Uweze kureflect ule mwanga na kumulika kwa watoto humu ili waone njia ya kwenda kwa baba yao. Nisaidie kusema haleluya. Kwa unapotengenezwa mteule inauma. Inafanyaje? Inauma. Yaani mtu yeyote aliyeokoka duniani lazima chongwe, lazima tengenezwe. Unaingia mbinguni si kitoto. Haleluya. Naingia mbinguni nasema ndio maana anasema ni kutengenezwa, atawatengeneza na kuathibitisha. Si ndio jamani? Na kuatia nini? Nguvu. Malizie hilo andiko. Mstari wa 10 anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkiisha kuteswa, mkiisha kufanyaje? Kuteswa. Mkiisha kufanyaje? Kuteswa. Kwa muda kidogo, kwa muda kidogo. Yeye mwenyewe nani jamani? Yeye mwenyewe, hebu sema Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuatia nini? Na kuatia nguvu. Hebu sema na kuatia nguvu. Kuatia nguvu. Kwa hiyo hatutazimia, hatutaanguka, tutalegea. Ni kusonga mbele kwa kuwa anatutia nguvu. Nisaidie kusema amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukirudi tena kwa juu kidogo utafungua Zaburi ya 10 au Zaburi mlango wa 10 mstari wa 8 na 9. Nifungulie hilo andiko chap. Zaburi mlango wa 10 mstari wa 8 na mstari wa 9. Nisome. Zaburi mstari wa 8 na wa 9. Ndio. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Hukaa katika maoteo ya vijiji. Hukaa katika maoteo ya vijiji. Mtesi wako, adui yako, jaribu lako lazima aje kwa kunyemelea kwenye maoteo ya nini? Ya vijiji au vitongoji au nyumba au jirani au popote ili akuotee. Mahali pasiri humuua asiye na hatia. Maana anakaa kijificha ili amloge, ili amchawie, ili amtilie sumu, ili ampige mwenye haki. Macho yake humvizia mtu duni. Macho yake anaangalia nani mdhaifu kiroho, nani yuko chini, nani ajui vitu hivi, nani nitamweza. Huotea faragani kama simba pangoni. Anatafuta kwa faraga kama simba kwenye pango, ambao onyeshi meno wala kucha. Analaza nywele zake hivi nyuma, anakaa pangoni, mahali ambapo si rahisi ugundue, lakini yuko kwenye mawindo. Anataka ararue, anataka avunje, anataka aharibu. Huotea amkamate mtu mnyonge. Huotea amkamate mtu mnyonge. Yule ambaye anajua hawezi kuruka hivi akimkamata mguu. Yule ambaye anajua moyo wake umeyeyuka huko chini. Yule ambaye anajua ana uhitaji wa pesa, ana uhitaji wa biashara, ana uhitaji wa kazi. Anatafuta huyo mtu ambaye anaona kabisa nimeyeyuka. Hapa ndio basi tu, ndio anamtafuta ibilisi. Naam, humkamata mtu mnyonge
akimkokota wavuni mwake. Jamani, anamkamata huyu mnyonge, anamkokota wapi? Mahali pake, ili apate kwenda kumaliza. Wewe jirani yako, nimepona katika jina la Yesu. Mwambie napaa katika jina la Yesu. Na huyo simba adui yangu lazima amenolewe kwa jina la Yesu. Lazima avunjwe kwa jina la Yesu. Si Biblia imesema kwenye Zaburi ya kwamba utawakanyaga nyoka na majoka? Mwana simba na nyoka utawakanyaga na kuwaseta chini ya miguu. Hao simba sasa wanaokuotea lazima wasete katika jina la Yesu. Lazima wakanyagwe katika jina la Yesu. Na unyanyuka kwa mara nyingine upae. Nisaidie kusema amen. Amen. Twende kwenye andiko lingine hapo zuri tena la baraka. Haleluya. Amen. Andiko zuri tena la baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Nampenda Yesu kwa sababu ya kitu kimoja. Anapowaandaa wana wa ufalme, anakaa kwanza kikaoni. Baada ya kumaliza kikao chake, ndio sasa anaanza kushuka na anaanza kuwatendea yale ambayo anataka. Zaburi 68 fungua Zaburi 68. Anza kusoma mstari wa 19. Anza kusoma 19. Mstari wa 19. Na ahimidiwe Bwana, siku kwa siku hutuchukulia mizigo yetu. Yes, ainuliwe au atukuzwe Mungu wetu, ambaye kila siku yeye ndiye anabeba mizigo yetu. Mzigo wa shida, mzigo wa magonjwa, mzigo wa madeni, mzigo wa chochote, mzigo wa watesi, mzigo wa kichawi, mzigo wote unaotaka kukuelemea. Ahimidiwe, ainuliwe, asifiwe. Maana yeye anatubebea hiyo mizigo yetu siku kwa siku. Mungu ndiye wokovu wetu. Mungu wetu tunayemhubiri, huyu Mungu wa Yerusalemu, yeye ndio wokovu wetu. Nisaidia kusema amen. Amen. Ndio jirani yako mwambie Yesu ndio wokovu wako. Yesu ndio wokovu wako. Wokovu uko kwa mwanadamu duniani, uko kwa Yesu tu. Amen. Na yeye ndio wokovu wa Yerusalemu. Yeye ndio wokovu wa maisha ya mtumishi wa Mungu. Yeye ndio wokovu wa maisha yako. Haleluya. Amen. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Yes, huyu Mungu wetu wapendwa, nisaidia kusema ni Mungu wa kuokoa. Manake ukienda uweke mguu wako popote, yeye kwa sababu ni Mungu wa kuokoa, atakuokoa. Atakuokoa na mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Amen. Atakuokoa na mtesi katika jina la Yesu. Amen. Atakuokoa na njia mbaya kwa jina la Yesu. Amen. Atakuokoa na jehanamu kwa jina la Yesu. Amen. Sijasikia. Atakuokoa na mauti kwa jina la Yesu. Amen. Atakuokoa na jehanamu kwa jina la Yesu. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele ya shangwe. Haleluya. Na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Yes, njia ambayo shetani alikuwa ameweka miiba, ameweka yani milango ya shaba, ameweka chuma ili usitoke, utoke mautini. Yeye anasimama anasema huyu atatoka mautini kwa jina la Yesu. Amen. Na ghafla hiyo milango inaachia, maana yeye ndiye njia itokayo mautini. Zina Yehova Mungu wetu. Haleluya. Hata kama umeshikwa kiasi gani kwa huyu Mungu, lazima utatoka mautini katika jina la Yesu. Amen. Na hata kama ni vitu vyako amevishikilia, ataviachia katika jina la Yesu. Amina. Naam, Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Hebu sikia neno hili. Naam, manake anataka arudie pale pale penye kweli. Na Yesu alikuwa anapenda sana kusema amin, amin nawaambia. Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Utosi wa nini jamani? Wa nywele wa mtu. Utosi, hebu sema hilo neno. Sema utosi. Utosi. Hebu papasa kwenye utosi wako. Hapo sasa. Ni Mungu ameapa kwa kiapo kwa adui yako, yani hapa kwenye utosi. Bwana atakipasua kichwa cha adui yako. Utosi wenye nywele. Bwana alisema. Hapa hapo utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Hiyo ndio mwisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Jirani yako, haleluya, haleluya, haleluya. Kitu gani kinakusumbua? Muulize hilo swali. Kitu gani kinakusumbua? Ni Bwana atakipasua. Bwana atakipasua. Haleluya. Amen. Anakipasua kwenye utosi, anagawanya vipande vingapi? Vyote vinaenda kuteketea. Nisaidie kusema amen. Amen. Bwana atakipasua madeni yako, utosi wenye nywele wa adui anayekusumbua kila wakati. Bwana atakipasua magonjwa mbele yako. Bwana atawapasua watezi wako. Wale wanaotafuta maisha yako, wanaotafuta biashara yako, kazi yako. Bwana ameapa Jumapili ya leo atakipasua katika jina la Yesu.
Sijasikia atakipasua katika jina la Yesu. Sijasikia atakipasua katika jina la Yesu. Wala kuna kitakachobakia kati ya hao wanaotesa maisha yako. Rudia tena Zaburi 7:2 mpaka 4. Zaburi mlango wa 7 mstari wa 2 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, ndio, asije akaipapura nafsi yangu kama simba. Hey, adui huyu anayekuandama, adui huyu anayekutafuta, adui huyu anayekuandama, adui huyu asije akakupapura. Hey, Kiswahili hiki mimi ni Masai bwana. Maswahili mengine yananipitaka. Kupapura maana yake nini? Kupapura ni nini? Au si ndio imeandikwa hivyo? Tuwaulize Waswahili, kupapura ni nini? Kutafuna kitu chenye asili ya kazi. Kupapura ni kama boboro au karanga. Sasa huyo anayetaka kukuandama ili akupapure, maana akusage kama vile karanga. Sikia, akivunja pasipokuwa na wakuponya. Manake anataka vunje wakati hana kabisa fahamu kwamba utapona, au asiyekuwa kabisa yani na tumaini la kupona. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu. Ndio. Basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu. Ndio. Naam, aukanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Ndio. Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu. Yes, hebu mwambie jirani yako, sasa Bwana inuka juu ya watesi wangu. Sasa Bwana inuka juu. Hallelujah. Amen. Sema tena, Bwana inuka sasa juu ya watesi wangu. Bwana inuka sasa juu ya watesi wangu. Naka kipanua tu kinywa hivi akitaka kukuparura, Bwana anainuka shujaa. Hallelujah. Alipize nini? Sijasikia alipize nini? Sijasikia alipize nini? Na Bwana amejiandaa kulipiza kisasi kwa ajili ya adui yako katika jina la Yesu. Bwana ameinuka alipize kisasi juu ya madeni yako kwa jina la Yesu, juu ya watesi wako kwa jina la Yesu, na juu ya yeyote akuoteaye gizani. Bwana ameinuka ili alipize kisasi katika jina la Yesu. Kama mwanangu, nisaidie kusema amen. Neno la mwisho, maana sitahubiri maneno mengi, ni neno la Ayubu. Tumalizie tu Ayubu 10:15 na 16. Ayubu mlango wa 10:15 na 16, tumalizie na hapo. Vizuri tu. Ayubu 10:15 na 16, nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nikiwa mbaya, ole wangu. Ole wangu kama nitasimamia upande wa ubaya. Nami nikiwa mwenye haki, walakini sitainua kichwa changu. Hata kama nimesimama mimi upande wa haki, lakini kichwa changu mimi sitainua. Mimi nimejaa aibu na kuyaangalia. Nimejaa tu aibu, nimeinama mimi chini. Na kuyaangalia mateso yangu. Na haya mateso yanayonitesa, maana yake Ayubu alikuwa anazungumzia hayo mateso yake. 16. Kichwa changu kikijiinua, waniwinda kama simba. Lakini jamani, kila nikisimama tu hivi pamoja na mateso haya na majaribu haya, wao wananiwinda kama nini? Kama simba, yani wasio na huruma. Unaona yani unajua mtu kweli, wewe ni maskini, wewe ni mtu na madeni, hauna kazi, lakini badala ya kuhurumiwa unatafutwa umaliziwe ndani ya umaskini wako, ndani ya madeni yako, ndani ya unyonge wako, ndani ya udhaifu wako. Mwambie jirani yako, kwa nini hata usinihurumia wakati wa taabu yangu, wakati wa mateso yangu, wakati wa shida zangu, wakati wa mahangaiko yangu? Kwa nini usinihurumie? Mwambie tena tena wajionyesha kwangu kuwa waajabu. Tena anajionyesha kwa waajabu kabisa mbele ya uso wangu. 17. Wewe warejeza upya hao mashahidi yako juu yangu. Yes, hapo. Maana Bwana sasa lazima arejeshe upya watakaoshuhudia mateso yako na ushindi wako Bwana atakapoinuka. Nisaidie kusema amen. Maana kuna teso lolote la mwanadamu duniani Mungu asilolishuhudia. Wakati Ayubu anateseka, macho yote ya Mungu mawili yalikuwa karibu naye. Na sasa anawainua mashahidi watakaoshuhudia ushindi wa Ayubu. Haleluya. Na wengi mmesoma, kwa sababu tutaenda tena mbali kwa sababu ya maombi. Wengi mlijua kwamba Ayubu alipigwa vitu, alipigwa nini, kila kitu mpaka mwili wake. Lakini mashahidi hao walioshuhudia hayo mateso walikuwa mashahidi wa kushuhudia mwili wa Ayubu unarudi unateleza kama wa mtoto mdogo. Na
hapo hapo wakashuhudia watoto wa Ayubu wakizaliwa kwa upya tena. Biblia inasema hakuna warembo katika taifa lile kama watoto wa Ayubu. Wewe jirani yako unarudi kwa upya kama tai. Hataki yeye kusikia. Mwambie mimi narudi kwa upya kama tai. Mwambie kwa sauti, niangalie vizuri. Unaniona kama mtu mwenye madeni, mwenye mateso, mtu mgonjwa, mtu mdhaifu, mtu mnyonge, sijulikani, siangaliki, sijavaa vizuri, lakini wewe nakwambia. Mwambie kwa sauti, nakwambia jirani yangu. Narudi kwa upya. Narudi kwa upya kama tai. Napaa kama tai. Unstoppable speed. Pigagelele, sema amen. Simama mbele za Mungu tuombe Mungu. Simama mbele za Mungu tuombe Mungu. Nataka uwakilishe roho yako mbele za Mungu na mbele ya watesi wako, mbele ya majaribu yako, mbele ya ugonjwa wako, mbele ya shida yako, mbele ya mateso yako, mbele ya maadui zako. Na shetani ajue hujavunjika moyo, jarudi nyuma. Shetani ajue bado uko mapambanoni, uko vitani. Na wewe ni shujaa katika vita. Na kama Ayubu alivyosimama mpaka point ya mwisho, ndivyo na wewe utakavyosimama mpaka point ya mwisho. Inua mikono yako yote miwili. Nimesimama kama shujaa. Nimeshatoa sikio. Nimekuwa mtumishi wa Mungu. Lakini nia yangu na lengo langu liko kwako. Ewe adui yangu, nimechukua roho yangu, nimechukua watoto wangu, nimechukua biashara yangu, nimechukua kazi yangu. Ninakupasua kwa jina la Yesu. Ninakupasua kwa jina la Yesu. Ninakupiga kwa jina la Yesu. Roho ya mashetani, roho ya mapepo, roho ya macho, mzimu na laana kwa jina la Yesu. Mapepo na majini kwa jina la Yesu. Majendi wa kuzimu, majendi wa kuzimu, majendi wa kuzimu hapa Yerusalemu na hapa Tanzania. Leo nawaponda, leo nawaponda, leo nawaponda kwa jina la Yesu. Roho ya maji, roho ya maji, watumishi wa uongo, makahaba, wahuni, wanaopitia madhabahuni, wanaopitia kwenye madhabahu kwa jina la Yesu. Leo tunawapiga, leo tunawapiga kwa mawe ya Roho Mtakatifu, kwa mawe ya Roho Mtakatifu. Maana imeandikwa kwa jina la Yesu, atakayefumaniwa apigwe mawe hasarani. Na ndivyo tutakapoondoa uovu katika Israeli. Tunaondoa uovu katika Yerusalemu kwa jina la Yesu. Maadui wa kuzimu, pepo waharibifu, pepo waharibifu, pepo waharibifu, tunawaponda kwa jina la Yesu. Tunawaamuru ukaondoke kwenye maisha yangu, kwenye roho yangu, kwenye kanisa langu, kwenye familia yangu, kwa ndugu zangu, kwa jamaa zangu, kwa marafiki zangu. Ondoka kwa jina la Yesu. Ninakuondoa kwa jina la Yesu. Ondoa. Sema naondoa. Sema naondoa. Sema naondoa kwa jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Nashika upanga kwa mikono ya Mungu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Zaburi 68 kuanzia 19, lakini mstari wa mwisho wa 22 inasema ya kwamba Bwana atakipasua kichwa cha adui zake. Bwana atakipasua. Na mimi nimesimama, nashika upanga katika ulimwengu wa roho, nakipasua kichwa cha adui yangu kwa jina la Yesu. Nakipasua ukosi wenye nywele, wafuniza kukosa, akosaye mbele za Mungu, mbele madhabahu ya Mungu, kwa watoto wa Mungu, nakipasua. Katika nafasi yangu, katika sehemu yangu, natetea watu wangu, natetea taifa langu, natetea biashara yangu, natetea familia yangu, natetea watoto wangu kwa jina la Yesu. Natetea nyota yangu endelee kung'aa katika jina la Yesu. Asante Yesu, Bwana amenishika katika jina la Yesu. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, umenishuhudia. Asante Yesu, umenibariki. Asante Yesu, nimekuona. Asante Yesu, nimeona uwezo wako, nimeona mamlaka yako, nimeona baraka zako, nimeona nguvu zako. Katika jina la Yesu, piga kelele, sema na. Nasema maadui zako wameanguka katika jina la Yesu. Shujaa umeshinda katika jina la Yesu. Jirani yako mwambie shy 5, shujaa umeshinda. Kaa kwenye uwepo wa Mungu. Tumefikia mwisho kabisa. Mambo mengine tutaendelea tukiwa na nafasi nzuri. Pata muda mzuri kwa kueleza haya. Bwana abarikiwe.